baada ya chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema kufungiwa kwa muda. Hatimaye tarehe 15 Aprili mwaka 2026 kimeachiliwa uhuru kuendelea tena na shughuli zake za kisiasa nchini. Hatua hiyo imepokelewa kama mabadiliko muhimu katika siasa za upinzani, huku viongozi wa chama hicho wakisema sasa wanaanza ukurasa mpya wa uongozi na uwakilishi wa wananchi. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari, makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche amesema kufungiwa kwa chama hicho ni sawa na kunyima Tanzania nafasi yake ndani ya Jumuiya ya Afrika, akisisitiza kuwa upinzani ni sehemu muhimu ya ustawi wa demokrasia. Heche amesema baada ya kuachiliwa huru, chama hicho sasa kimejipanga kurudi kwa nguvu katika masuala ya kijamii na kiuchumi, hususan kupata sauti kuhusu changamoto zinazowakabili wananchi. Ameeleza kuwa moja ya kipaumbele cha haraka ni kupinga ongezeko la bei ya mafuta, akidai kuwa hali hiyo imeendelea kuwa mzigo mkubwa kwa wananchi na kuathiri gharama za maisha na usafirishaji wa bidhaa. Ameongeza kuwa Chadema inajiona kama chama kilichotoa msimamo wa wazi zaidi kuhusu suala hilo, akisema kuwa kwa muda ambao chama kilikuwa kimezuiwa, hakuna chama kingine cha siasa kilichojitokeza kwa nguvu kupinga ongezeko hilo. Kwa sasa Chadema imesema itaendelea kuimarisha mikakati yake ya kisiasa na kijamii kuhakikisha inarejea kwa nguvu katika majukwaa ya kitaifa, huku ikiahidi kuwa sauti ya wananchi katika masuala yanayogusa maisha ya kila siku itaendelea kupata sauti. Tupate kumsikia kwa ufupi kidogo makamu mwenyekiti wa chama cha upinzani nchini Tanzania Chadema John Heche. Huyu hapa. Mmesahau salamu yetu jamani. Ndugu waandishi wa habari na Watanzania, wana Chadema, leo ni siku ya furaha sana. Unajua Chadema ikifungiwa, nchi imefungiwa. Kwa hiyo Chadema ikifunguliwa na nchi imefanya nini? Na nchi ina furaha leo, kwa sababu chama chetu, chama chenu kimetoka kifungoni. Na kwa maana hiyo siasa ambayo ni maisha yetu yanaliziumu upya, na hakuna jiwe litaachwa juu ya jiwe jingine. Nyie wa Tanzania mnajua sisi hatuna shughuli ndogo. Shughuli yoyote kwetu ni kubwa na ina maana, na tunajitolea kwa dhati kuifanya. Nataka nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wanachadema kwa vigilance, kwa uvumilivu na ustahimilivu. Waliotufungia walifikiri tutasambaratika, lakini nataka niwaambie wameimarisha mno Chadema. Na nafikiri wanakuaga sijui hawasomi vizuri dunia hii. Dunia hii hakuna jambo jipya kama wanavyosema. Ukiona jambo linafanyika leo, na ndio maana kuna history, ni jambo ambalo watu walisha testi huko nyuma, wakagundua madhara yake, wakajifunza. Nchi zenye demokrasia zimepita kwenye udikteta. Ukiona Ufaransa, walijaribu udikteta, walijaribu kuwa chini ya mfalme, lakini Mfalme Louis alikanyaga watu na watu wakachoka sana. Kwa hiyo ikafika sehemu wakakataa kabisa na wakaondoa ufalme. Sasa kwenye mambo haya hakuna jambo jipya. Mambo yote ni mambo yanayojirudia. Kwa hiyo hii safari ya Chadema sio kwamba Chadema ndio ya kwanza kupitishwa hapa. Mfano mzuri wa vyama ambavyo vilijaribu kuuawa na dola lakini vina sauti ya wananchi na ikashindikana, mfano ambao tunautumia wakati wote, ni mfano wa ANC ya Afrika Kusini, ambayo kwenye mapambano yake yanafanana kwa kila jambo na mapambano Chadema inayoendesha. ANC ilifutwa hatimaye na makaburu wa Afrika Kusini, wazungu.
rais wa ANC wakati ule au kiongozi wao akakamatwa, wengine wakakimbia nje ya nchi, lakini ANC haikufutika kwenye mioyo ya watu. Chadema inabeba ajenda ya kubadilisha nchi. Chadema inabeba ajenda ya afya bora kwa watu. Chadema inabeba ajenda ya rasilimali zetu kutumika kubadili maisha ya watu, kila mtu awe na uchumi. Chadema inabeba ajenda ya vijana wetu kupata ajira kwenye nchi hii. Chadema inabeba ajenda ya kuwa na barabara bora. Chadema inabeba ajenda ya kuwa na kilimo bora, ya watu kuwa na maji, watu kuwa na makazi bora, kwa sababu inawezekana. Hii ni nchi ambayo ina madini yanaitwa rare metal, ambayo yanatumika leo duniani huko kutengeneza silaha tunazoziona. Yanapouzwa, watu wanataka waone hiyo tafasiri kwenye maisha yao, kwamba madini yetu yameuzwa. Leo mimi nina nyumba, mtoto wangu ana ajira, natibiwa vizuri, hakuna shida ya matibabu, hakuna shida ya barabara. Unapojaribu kuua hiyo ndoto ya Watanzania kujipatia maisha bora, Watanzania watakushughulikia na hawatakubali. Ndio maana katika kipindi hiki cha ukimya wa siku 310 nchi yetu imekuwa na matatizo makubwa sana. Upandaji holela wa bei ya mafuta na wizi kwenye mafuta, na hakukuwa na sauti, kwa sababu tuliwaambia watu kwamba Chadema wakifanikiwa kuziba mdomo wa Chadema, nchi itakuwa kwenye matatizo. Mmemsikia nani anazungumza kwenye hivyo vyama vya briefcase na mfukoni? Mmesikia nani anasema kuhusu mafuta? Umesikia nani anazungumza kuhusu ajenda za wananchi katika nchi, wakati ambao Chadema ni sisi wenyewe tuko tunajitokeza kutoka mafichoni, tuna improvise mazingira, tunazungumza. Sasa tumerudi, na kwa sababu tumerudi, kazi ipo na tutaifanya kazi. Kwa tunataka tuwashukuru sana wanachama wetu kwa jinsi ambavyo mmevumilia. Kulikuwa na maneno mengi kwa kweli, na sasa tumerudi. Tunaishukuru mahakama kwa hapo ilipotenda. Tunajua matatizo ya mfumo wa mahakama ya nchi, lakini tunaishukuru katika hili. Hii kesi haikupaswa hata kuwa mahakamani tu, yaani ilipaswa siku ya kwanza ifukuzwe. Huwezi kutoa zuio dhidi ya wanachama milioni 9 au 10 kwa matakwa ya watu wawili, hata kama wangekuwa wanahitaji nini. Watu wawili wana madai dhidi ya watu milioni 10. Unazuia watu milioni 10 kufanya shughuli zao kwa sababu ya watu wangapi? Wawili. Tunajua hii kesi kuna mtu anaitwa. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.